Naam, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe popote ulipo mpendwa msikilizaji wetu. Kwenye ukuta zimegonga saa 12 saa ya Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kuandamana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 10 mwezi Julai mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayoendelea kujiri mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, matangazo au unayapata moja kwa moja kupitia mtandao wa Facebook na YouTube ukiandika Amani TV Media. Hapo utakuwa unajiunga nasi, lakini uko Shabunda utatusikiliza vema kupitia Radio Mutula FM, na pia utatunasa mbashara uko Kasindi kwenye mpaka wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kupitia Radio Canal Victoire du Peuple kwenye mawimbi ya 90.4 FM. Matangazo haya uko Kasindi utatusikiliza mnamo majira ya saa 2 asubuhi. Mimi ni Ramsey Ramadhani. Asubuhi ya leo tunayo mengi ya kuwajuza, hivyo nakuomba kuambatana nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai ya kwamba utakuwa muheri wa afya popote unapoendelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Na sasa tufungue kurasa wetu habari za asubuhi ya leo, na habari kutoka mashariki mwa DRC ambako makao makuu ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamepiga marufuku kwa wanajeshi walioko katika maeneo ya mapambano mashariki mwa nchi kutumia simu za kisasa aina ya smartphone za Android kipindi cha operesheni. Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi Julai 9, 2026 mjini Kinshasa, uongozi wa jeshi umesema kuwa matumizi ya simu hizo yanaweza kuhatarisha usalama wa operesheni za kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, simu za kisasa zinaweza kutambuliwa kupitia mifumo ya ufuatiliaji wa kijiografia hata zitakapokuwa zimezimwa. Hali hiyo inaweza kuwapa wapiganaji wa AFC M23 uwezo wa kubaini maeneo waliopo wanajeshi wa FARDC na hivyo kuhatarisha usalama wa kikosi kizima. Kutokana na sababu hiyo, makao makuu ya FARDC imewataka wanajeshi wote waliopo mstari wa mbele kuzingatia kwa uaminifu na ukamilifu agizo hilo la usalama na kuacha kutumia simu za kisasa wakati wa operesheni za kijeshi. Jeshi limesema hatua hiyo inalenga kuimarisha usalama wa operesheni zinazoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano kati ya FARDC na waasi wa AFC M23 bado yanaendelea. Unafikiria mfumo huu utasaidia kiasi gani harakati za jeshi huko kwenye uwanja wa vita? Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba hiyo ni moja kati ya hatua muhimu ambayo ingechukuliwa toka hapo awali, kwani wanajeshi wa FARDC wanakuwa na tabia ya kurekodi video, moja kati ya kitu ambacho kinawaonesha waasi ni wapi walipo. Uvira. Kamanda wa Wazalendo kutoka wilayani Uvira anajulikana kwa jina la Fyeka Adui amewataka wananchi wa wilayani Uvira, Fizi na Mwenga kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu, akisisitiza kuwa wapiganaji wazalendo wanaendelea na operesheni za kukabiliana na makundi ya waasi wa AFC M23, Ngomino, Turaneo pamoja na RDF. Katika ujumbe wake, kamanda huyo amesema kuwa wazalendo wako imara na kuendelea kupambana hadi mwisho ili kulinda maeneo hayo. Aidha, ametoa wito kwa wapiganaji wote wazalendo kubaki umoja na kuongeza juhudi katika mapambano, akieleza kuwa huu ni wakati wa kuonyesha sababu iliyowafanya kuchukua silaha. Kutoka Uvira, huyu hapa kamanda Fyeka Adui akizungumza. Nilikuja kuiambia raia ambayo tuko tunasikia mapanike mengi kusema ya kwamba eti adui ameshimama tena kupambana nasi. Acha nikuje kuwaambia wababa zetu na wamama zetu na waloko zetu na wakubwa zetu ya kwamba adui akija kupambana nasi, adui akisimama kupambana nasi, na sisi tumeshimama kupambana naye. Tuko tayari kupambana na adui. Yale mnayoyasikia ipo siku hamtaisikiaka tena, na yale mnayoyaona ipo siku tena hamtaionaka. Ni kuambia ya kwamba muda wa kumsaka muhuni Munyarwanda M23 AFC twigwanyeho
muda ndo huu sasa. Kwa leo hatutaki yule mzalendo wa Bunga. Ukijikuta wewe ni mzalendo wa Bunga tu, hauko tayari na sisi. Kwa leo tuko tayari na yule mtu ambaye anasimama kuitetelea nchi yetu ya Kongo, ambayo iko napenda kunyang'anywa na Mnyarwanda, ambayo Mnyarwanda leo alisema ya kwamba abebe nchi yetu, na sisi tulisema Mnyarwanda hakuna siku atabebaka hii udongo yetu, nchi yetu. Ikiwa wewe ni mzalendo ushikilia silaha kwa ajili ya Bunga, kuendelea yako wewe binafsi, hii siyo muda wako tena. Mambo imebadilika. Jua ya kwamba mambo imebadilika sasa. Na kuambia wazalendo wote na wale wanaosapoti wazalendo, muda ndo huu sasa wa kumsaka Mnyarwanda. Na tusiogope eti Mnyarwanda tena arudi Uvira, eti Mnyarwanda kamate Fizi. Acha niwaambie ya kwamba Mnyarwanda taingia Uvira, mzalendo wa mwisho alishakufa, labda ndo aingie Uvira tena. Mnyarwanda takamata Fizi, mzalendo wa mwisho akuwa shakufa. Sisi hatuko wagepare hapana wa kukimbia bure. Hatuko wagepare hapana. Ndio maana niliona ni vema ni msalimu baba wa taifa, rais wetu Felix Antoine Chilombo Fachi Beto lukuta lwa nchi ya Kongo. Na ndio maana nilipenda hii message, na ninajua na nina matumaini ya kwamba itamfikia hapo Kinshasa kwenye iko baba wetu wa taifa Fachi Beto. Najua hii sauti itamwendea, na ikiwa hata kama hii lugha yetu ya watu ya Este itamshinda ya Kiswahili, nina matumaini ya kwamba kuna watu ambao watamsikiliza na watamwambia nini ambayo ninayoisema kwa lugha yetu ya Kiswahili. Hii sio muda tena wa kukaa kimya. Hii sio muda wa kubaki ovyo. Hii ndiyo muda sasa ya kusimama kudefendre nchi yetu ya Kongo. Hii ndiyo muda sasa ya kudefendre nchi yetu. Wakukufa wakufe, wakubaki wabaki, labda nchi yetu tuigombanie na nchi yetu tuitetelee. Tunaomba baba wa taifa Rais Kisegeri Chilombo, raforo yake tunamuomba kabisa, kama gisa anaendelea kujitahidi kututumia waibu, kututumia wa Serpent Noir, hao wanajeshi pamoja na sisi wazalendo tuko imara kabisa, kwa sababu wa Serpent Noir waibu ndo wanajeshi kamilifu, ndo wasodati milifu. Tumesimama sasa, na ndio maana nilipenda kutuma hii sauti leo kuambia raia yetu siogope, isibabaike. Mwache kusikia mapanike eti Uvira takuwa tombe, Baraka takuwa tombe. Ile tumeikatala na tunaikatala kabisa kabisa. Tunajua kwamba adui anavala mwili na sisi tunavala mwili, lakini jua ya kwamba tutabebana na Mnyarwanda mpaka kabisa tutamhakikisha ataondoka kabisa mwarizi ya Kongo. Mahali popote adui M23 AFC tuigwanyeho, mahali popote anapopatikana ni lazima tumsake na atajisikia yeye mwenyewe kumwili yake. Plaine de la Ruzizi ni lazima kabisa tufunge sentire. Plaine de la Ruzizi ni lazima tufunge sentire. Wazalendo wote wenzangu wa Plaine ni lazima tufunge Plaine yetu. Adui akija kwa moto atakutana tuko na moto. Sio ile muda ya kusikia asema turetire tutoke sisi wazalendo Plaine de la Ruzizi na vita iko na adui anaendelea kuprogresse. Tunakatala ile. Mwenga. Katibu tawala wa chifu wa Luinja Masumbuko Chimanuka Maroi ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha usiku wa kuamkia Jumatano tarehe 8 Julai mwaka wa 2026 nyumbani mwake katika kijiji cha Ndola, kundi la Kabalole, wilayani Mwenga, mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa ushahidi mbalimbali, watu au wenye silaha walimlenga kiongozi huyo wa eneo kwa kumpiga risasi kupitia dirisha la nyumba yake.
Mashahidi hao wanasema alifariki dunia papo hapo na mwili wake baadaye ulipelekwa katika hospitali ya Ifendula. Mmoja wa ndugu wa familia akizungumza na chombo cha habari amesema kuwa mauaji hayo yameongeza idadi ya watu kupoteza maisha kutokana na hali ya ukosefu wa usalama inayokumba uchifu wa Luinja katika wilayani Mwenga. Luinja ni moja maeneo maarufu yenye migodi mikubwa ya dhahabu katika wilayani Mwenga, likiwa na mgodi wa Twangiza. Kwa miezi kadhaa sasa, eneo hilo limeripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23. Wadau wa asasi za kiraia pamoja na wakazi wa eneo hilo wametoa wito kwa mamlaka husika kufanya uchunguzi wa kina kuhusu mauaji hayo ili kubaini wahusika na kuhakikisha wanachukuliwa hatua za kisheria. Mwenga. Kikosi cha wazalendo kutoka kwenye kundi la FDLC Kifuafua kinachoongozwa na kamanda Ipondo Ingila Fisto kimepokea msaada wa dawa kutoka kwa uongozi wa juu wa kundi hilo kwa ajili ya kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ulioripotiwa katika kijiji cha Lubila kilichopo tarafani Shabunda mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, msaada huo wa dawa umekusudiwa kuwahudumia si wanajeshi wa kikosi hicho pekee, bali pia wananchi wanaoathiriwa na ugonjwa wa kipindupindu katika kijiji cha Lubila na maeneo mengine jirani. Taarifa zinaeleza kuwa msafara kuwa unabeba dawa hizo ulikutana na wanajeshi wa kikosi hicho katika kijiji cha Kilobozi ambako mzigo huo ulikabidhiwa kabla ya kupelekwa kwa walengwa. Akizungumza kutoka eneo la tukio, msemaji wa kundi hilo Bwana Mkamba Matenda David amethibitisha kupokelewa kwa msaada huo wa dawa na kueleza kuwa utasaidia kuimarisha juhudi za kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa kipindupindu katika eneo hilo. Ninakuwa msemaji wa FDLC Kifuafua, ni Force Democratique pour la Libération du Congo, ambayo inaongozwa na President Mouvement Ipondo Ingila Fiston. Tunapatikana eneo ya eneo ya Isanda ya mtoni banaita Kilibozi. Tulifika hapa kwa ajili ya kukutana na waskari ambao wamekumbwa na shida ya ugonjwa wa kipindupindu ama kuhara, na walilomba msaada kwa President Mouvement. President Mouvement akaamua kusema kama inabidi hiyo dawa ipatikane kusudi ya kuzibia hiyo magonjwa eneo ya kule Lubila, na huko ambao tunapatikana pia kuna kwa majeshi ya kwetu ya FDLC Kifuafua. Na hapa tulikutana na vijana watatu ambao wamefika hapa kuchukua hiyo dawa, na tulikutana naye president pamoja. Wa vijana wenyewe wanaweza wakazitambulishe. Asante. Na sisi tunawapongeza na kuwapa pole kwa ajili ya magonjwa ambayo yametokea huko sehemu za mtaani Shabunda, village wanaita Lubila. Hiyo magonjwa ya kipindupindu ambayo imetokea huko, na sisi tunawapongeza kama vile Movement FDLC Kifuafua kwa ajili ya magonjwa ambayo imetokea upande. Naweza kama tuko pia na maana husika na security ya President Mouvement. Tuko na T3 Mouvement. Naita kwa jina la nani? Kwa jina la Imani Mazambi. T3 Mouvement FDLC Kifuafua. Ndio. Ndio nashukuru na mimi kwa kupokea. Basi kwa niaba ya Mouvement FDLC Kifuafua ni Force Democratique pour la Libération du Congo, tunasema asante. Na hapo mbeleni nimesema kama mimi ni msemaji wa hii jeshi ya FDLC Kifuafua. Ninaitwa tena kwa jina la Mkamba Matenda David, na hiyo ni madawa ambao ndugu mlekia mtwale madawa. Sasa inabidi tuoneshe zile dawa sasa muiguse yako na okay. Nawaza hiyo ni hiyo karto ya dawa ya kukinga hiyo magonjwa ya kipindupindu. Sababu tulikuwa tumeongea bila kuiona wala bila kuigusa. Nawaza kama maaskari tunaweza tukashangilie kwa ajili ya kitendo ambao President Mouvement Ipondo Ingila Fiston
ambaye amefanya kwa kutoa hii msaada wa dawa. Inasaidia pia wakaaji vile vile, hata kama ni askari, lakini vile vile wakaaji pia watakuwa wanafaidikia. Aksanti askari, tunaweza tukapige mikono. Mbona mpige mikono? Kumbe napige mimi sasa vile mko na baridi. Aksanti, nasema na nawashukuru. Na vile huko Shabunda ni kwamba wakaaji wa kijiji cha Balinga wilayani Shabunda wamepokea pia msaada wa dawa kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kusumbua wananchi wa eneo hilo. Kutoka Shabunda najiunga moja kwa moja na mwenzangu MC Adolphe Samombo. Mizigo za dawa, serum, ranger na glycose, strus, catheter zimepelekwa kwa haraka maeneo la mtangamano wa Baliga tarafani Shabunda toka mji mkuu wa Bukavu mchana wa siku ya 4 tarehe 9 mwezi huu mwaka wa 2026. Msaada ni wake Mnyampara Samwegele Manga Sami, mzaliwa wa tarafa la Shabunda mwenye kuishi huko maeneo ya mji mkuu wa Kinshasa. Kwa mjibu wake, msaada huyo unalenga kufuatilia kwa haraka raia wa maeneo hilo wenye kumbwa na tahabu za ugonjwa wa kuhara bila hata msaada wowote. Voilà karto za dawa serum zenye Honorable Samwegele Manga Sami anatuma makuta tuuze kusudi tusukume Baliga yende kusaidia batu kwa ile epidemia ya kolera yenye kunasumbua batu kule kusudi batu wasimanizike. Ndio hizo karto ziko zinafungiwa hapa, list de 10 carton ya serum na makateter na strus. Kasindi, MC Adolphe Samombo kwa niaba ya Amani TV Media. Na huko Walikale ni kwamba hali ya hofu inatanda miongoni mwa wakazi wanaoishi mpakani mwa wilayani Masisi na Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya mapigano makali kuzuka usiku kwa mkia Alhamisi tarehe 9 Julai mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya viongozi wa kimila, mapigano hayo yalihusisha waasi wa AFC M23 na muungano wa makundi ya wazalendo yakitumia silaha nzito pamoja na silaha nyepesi. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano hayo yalianza majira ya saa 5 usiku wakati wapiganaji wazalendo walipoanzisha mashambulizi ya wakati mmoja dhidi ya ngome kadhaa zinazodhibitiwa na waasi wa AFC M23. Maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni pamoja na vijiji vya Kalembe, Kalonge, Kivuye na Mpati ambako milio ya risasi iliendelea kusikika kwa nguvu hadi majira ya saa 10 alfajiri. Kutokana na hali hiyo, wakazi wengi walijifungia manyumbani mwao kwa hofu ya usalama wao, huku familia nyingine zikikimbilia katika kituo cha afya cha Kalembe kutafuta hifadhi ya muda. Baadhi yao walirejea manyumbani kwao asubuhi baada ya hali kutulia kwa muda. Hata hivyo, wakazi wanasema bado wanaishi kwa hofu kubwa, kwani eneo hilo linaendelea kushuhudia mapigano ya matukio ya ukosefu wa usalama kwa zaidi ya wiki 2 mfululizo. Katika siku za hivi karibuni, vijiji vya Kaseke, Shagi na Rukenge vilikumbwa na mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimila kutoka kundi la Bashali Mukoto, nyumba nyingi zilichomwa moto kwa makusudi na vikosi vya waasi wa AFC M23. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa takribani raia 26 wamepoteza maisha katika matukio hayo. Baadhi yao walifariki wakiwa wamekwama ndani ya nyumba zilizokuwa zinateketea kwa moto, huku wengine wakiripotiwa kuuawa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na mpaka hapa ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo ambazo zilisoma kwenye nami mtangazaji wako Ramsey Ramadhani kupitia Amani TV Media, lakini uko Shabunda ulitusikiliza vema kupitia Radio Mutula FM, na huko Kasindi ulitupata mbashara kupitia Radio Canal Victoire du Peuple ambayo inakutangazia kwenye mawimbi ya 90.4 FM. Mpendwa msikilizaji, kilichokuwa na marefu na mapana na kutakia asubuhi njema
Tukutane kunako majaliwa.